muhimu katika hatua zilizosalia. Ni imani yangu kwamba tutaendelea kushirikiana na kushauriana ili kwa pamoja tuweze kuikamilisha kazi kubwa iliyobakia mbele yetu kwa mafanikio ya taifa letu. Kadhalika, shukrani kwa mara nyingine tena kwa mwenyekiti wa tume, mzee wetu mzee Jaji Joseph Sinde Warioba, makamu wake Jaji mkuu mstaafu Agostino Ramadhani, katibu wa tume, naibu katibu wa tume, wajumbe wote wa tume na secretariat kwa kazi nzuri waliyofanya hadi kufikia hatua hii ambapo hivi leo tunaishia kwa mafanikio makubwa tukikabidhiwa ripoti hii. Vile vile na ushukuru na kuupongeza uongozi wa tume ya mabadiliko ya katiba kwa kuandaa mazingira maalum ya hafla hii ya leo ambayo yamefanikiwa sana, na kutekeni nyote mafanikio mema katika kukamilisha kazi iliyobakia kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa. Nataka niwahakikishie wananchi wote na wajumbe wa tume kwamba serikali zetu mbili zitaendelea kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja ili hatimaye tuweze kupata katiba mpya itakayotokana na maoni na matakwa ya wananchi wenyewe. Mwisho, natumia fursa hii kutakeni nyote na ndugu zangu wa Tanzania wote na fanaka mwaka mpya wa 2014. Asanteni sana kunisikiliza. Wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar zaidi akipongeza tume kwa kufanya kazi nzuri na ngumu ya kukusanya maoni, lakini vile vile kusisitiza ushirikiano katika uundwaji au mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Sasa mkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza tukumebebesha mzigo mzito, sijui bado una nguvu, lakini bado baada ya kufikia hapa nadhani wananchi walio hapa na nadhani taifa zima watangojea kwa hamu kusikia neno lako wakati tunaanza awamu ya pili ya kutayarisha katiba mpya. Ndugu Rais, kwa heshima na kuomba uje useme mawili matatu. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anafuata ajili ya kuhutubia hadhira hii katika tukio hili muhimu sana kwa Watanzania. Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba, mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba na mwenyeji wetu wa siku ya leo. Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Mohamed Khalid Bilal, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein, Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad, Makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Balozi Seif Ali Idi, Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Anne Makinda, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Pandwa Mary Kificho, Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Omar Othman Makungu, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Mzee Ali Hassan Mwinyi, Rais mstaafu wa awamu ya pili, Mheshimiwa Cleopa David Msuya, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Jaji Agostino Ramadhani, makamu wa mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe wa tume, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa Baraza la Wawakilishi mliopo, waheshimiwa mabalozi, viongozi wenzangu wa vyama vya siasa mliopo. Labda nieleze hili, tumesema maana vyama vya siasa vilivyoandikishwa viko 28. Sasa tukasema tungeendelea na ule msururu wa kuita mmoja mmoja ingechukua muda mrefu sana.
hii kazi. Sasa tumesema tu kwamba wakubwa nyinyi tutawatengenezea utaratibu maalum, na mimi nitakuja sikio kama mwenyekiti wa CCM. Leo hapa mimi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wa taasisi za kimataifa, viongozi wa jumuiya za dini, viongozi wa taasisi za kiraia, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Nadhani sikuwasahau ujumbe wa tume nishawataja. Nishawatambua. Orodha ndefu, unaweza ukamsahau mtu hapo akasema ndio maana wengine wanarahisisha na itifaki imezingatiwa, basi unamaliza maneno. Anang'ang'ania lazima atajwe, sasa huyo sasa ana tatizo lake binafsi. Leo tumefika hatua muhimu sana katika safari yetu ya kihistoria ya kutayarisha katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mtakavyokumbuka, tarehe 31 Disemba mwaka 2010, katika salamu zangu za kuaga mwaka 2010 na kukaribisha mwaka 2011, nilielezea dhamira yangu ya kuanzisha mchakato wa kutunga katiba mpya. Nilielezea siku ile kwa nimeona tufanye hivyo sio kwa sababu katiba iliyopo ni mbaya, la hasha. Maana ingekuwa mbaya isingelifanya taifa letu kuwa miaka 50 lina amani, lina utulivu na maendeleo yanaendelea kupatikana. Kwa kama kuna matatizo haiwezi kuwa katiba hii, itakuwa ni yetu sisi wenyewe tu. Ila nilisema kwa nusu karne ni muda mrefu, hivyo kuihuisha katiba yetu iendane na wakati tulionao ni jambo jema. Lakini pia katika historia, na mzee Warioba ameeleza vizuri, katika historia ya nchi yetu kumekuwepo nyakati mbalimbali za misuguano. Kumekuwepo na hisia, na misuguano imehusu katiba. Kwa hiyo kumekuwepo na hisia, kumekuwepo na mawazo, na kuwepo na maneno mengi, mengine makali, kutoka pande zetu zote mbili za muungano, wala sio upande mmoja, ambayo niliona kuwa busara inatuelekeza kuwa ipo haja ya kuitazama upya katiba yetu. Si vizuri tukaendelea na misuguano ile. Inaendelea tu, mwaka nenda mwaka rudi, mnafukuzana, mtarudishana, mnafanya hivi. Na mnachojadili ni katiba. Pengine wakati umefika jambo hili tulizungumze kwa uwazi, tuone hivi hasa katiba tunayoitaka inayofanana na wakati wetu ni ipi. Je, hiyo tunayoitaka hatuwezi kuipata? Na safari hii nilitaka tuhusishe wananchi kwa upana zaidi, ili tuondoe pia na kejeli zile, na kwa Kiingereza sema innuendo zile. Unajua katiba hii haikuhusishi wananchi, walikaa watu wachache, si wengine wawili, wengine wanasema hivi. Ili safari tuhusishe watu walio wengi tu, tupate kitu ambacho mtu akisema katiba hii imehusisha wachache, nasema huyu ana matatizo maalum na anahitaji msaada maalum, ambao sina hakika kama tunaweza kumsaidia mtu wa namna hiyo. Baada ya kauli yangu ile, tulianza mchakato wa kutengeneza sheria ya kuliongoza taifa katika zoezi la kuunda katiba hiyo mpya. Tarehe 11 Machi 2011 serikali iliwasilisha bungeni muswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba. Kwa dhamira ile ya kutaka kuhusisha wengi, imechukua muda mpaka kikao cha bunge cha Novemba 18 ndipo bunge likapitisha muswada huu. Ilikuwa na nafasi ya kutosha ya kusikiliza maoni ya watu mbalimbali, na bado hata wengine walikuwa nadhani kwamba huo muda tuliotoa pia ulikuwa hautoshi, kwamba tungekwenda sasa mpaka vijijini. Sema tukisha kwenda mpaka kwenye vijiji kusikiliza na maoni, tutahitaji miaka 20 katiba hii hatujaimaliza, maana vijiji viko 1014.
utachagua kijiji kipi ukiache kipi, na tulifanya hivyo. Kwa hiyo kuna wakati tulikuwa na msuguano hivi kidogo sisi wenyewe wanasiasa, na mjadala wetu kwa wanasema ilikuwa haitoshi, haikufikisha watu wengi sana. Lakini siku zote wanasema wanaotofautiana wakikaa wakizungumza hawagombani. Tukakaa tukazungumza, tukamaliza, tukaendelea na hatua hizo. Kwa baada ya sheria hii kutungwa, kukawa na maoni kwamba ingefaa iboreshwe kabla ya kuanza kutumika. Tulifanya hivyo. Tarehe 28 Februari 2012 bunge lilifanya marekebisho ya sheria ya mabadiliko ya katiba. Na ndipo tarehe 6 Aprili tukafanya uteuzi wa tume ya mabadiliko ya katiba kwa kushirikiana na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein. Tume hiyo niliapisha tarehe 13 Aprili na ikaanza kazi mwezi Mei. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, kama mnavyojua, kama ilivyoelezwa katika taarifa ya mwenyekiti wa tume, tume hiyo ilifanya kazi ya kusikiliza maoni ya wananchi wa Tanzania kwanza kuhusu katiba wanayoitaka bila ya kuwa na rasimu. Nyinyi mngetaka katiba iwe na nini? Wao wamesema hivi, wengine wamesema hivi, wengine wamesema hivi. Wengine wanasema wabunge wana vipindi viwili tu waondoke na wengine waingie. Wengine wanasema rais awe hivi, wengine wanasema haya. Kwa yote yale wakayasikiliza, na tarehe 3 Juni wakatoa rasimu ya kwanza. Baada ya hapo ilifuata mijadala rasimu hiyo kupitia mabaraza ya katiba. Na hatimaye leo matokeo ya mjadala ule ndio tunayo rasimu ya pili ya katiba, ambayo hivi punde mwenyekiti wa tume ameiwasilisha kwangu na kwa Rais wa Zanzibar. Kwanza nawapongeza sana wananchi kwa ushiriki wao mzuri na michango yao muhimu walioitoa iliyotuwezesha kupata rasimu hii ya pili. Shiriki kwenye awamu ya kwanza na awamu ya pili. Kwa mujibu wa sheria ya mabadiliko ya katiba, natakiwa kuichapisha rasimu hiyo katika gazeti la serikali ndani ya siku 30 kuanzia leo. Nitafanya hivyo. Lakini taratibu za uchapishaji nazo zina urasimu wake. Lakini nimezungumza na mwenyekiti wa tume na katibu wa tume kwamba kuanzia leo rasimu ile waiweke kwenye mitandao ili watu waanze kusoma. Huu taratibu wetu sisi wa kiserikali unaotawaliwa na sheria nao utafuata katika taratibu zake. Nataka iwe hivyo kwa sababu tunataka jamii ione, jamii isome, na jamii ipate nafasi ya kutoa maoni juu ya hayo yaliyopendekezwa. Maana kule mwanzoni walikuwa wanatoa maoni tu kuhusu nataka iwe hivi, nataka iwe hivi, nataka iwe hivi, nataka iwe hivi. Lakini sasa wanacho kitu cha kutoa maoni kwa dhati kabisa. Je, hiki kilichopendekezwa kinatufikisha tunapotaka kwenda? Au kingekuwa cha namna nyingine? Ingependekezwa hivi, hili lingependekezwa hivi. Kwa wananchi nao wanayo fursa ya kutoa maoni yao. Kwa maana nasema kwamba hii isingoje taratibu zetu za kawaida za kiserikali zile za kutoka kwenye official gazette ya serikali, lakini waweke kwenye mitandao ili ianze kusomwa, ili pia mtu mwingine naye asipotoshi. Maana wapotoshaji nao wako wengi. Mzee Warioba umesema sana hapa, lakini kesho hata utavichwa vya habari utaviona vitakuwa tofauti kweli kweli. Kila mmoja anaweka laini yake tu. Kwa sana vizuri tu iweke huko ili mtu akiandika lake ambaye awacha uongo. Kwanza tulimsikiliza mzee Warioba, lakini pia tumesoma kwenye mtandao, acha kutubabaisha hapa. Ili na wananchi nao, maana wengine wananchi wanasoma kichwa cha habari tu kwenye gazeti. Akisoma kichwa cha habari kilivyoandikwa asema, umeona habari ya leo bwana wewe? Hatari Kikwete. Sio mchezo. Kafanya hiki, kafanya hiki, kafanya hiki.
Kwa nasema ni vizuri niweke wazi sasa hivi ili watu waanze kusoma. Watu waanze kusoma. Kwa sababu ili taratibu ya kiserikali ni taratibu yake ya kiserikali. Lakini umuhimu wa kuchapisha kwenye na kuiweka wazi taarifa hii hasa uko kwa walengwa, yani wajumbe wa Bunge la Katiba, ambao ndio wenye dhamana kubwa ya kujadili rasimu hii, kuiboresha kwa kufanya marekebisho pale wanapopaona na kuongeza kingine, maana ni mamlaka yao. Maana wala mtu asienda akasema kwamba sasa wajumbe wa Baraza la Katiba wale Bunge la Katiba wametengeneza kitu kipi. Hapana, ndio kazi yenyewe. Kama vikiona hiki na hiki kimesahauliwa, nao pia wana mamlaka ya kuongeza. Bora tu wanaongeza kwa nia njema. Isiyo kwamba sasa maana yake ni kwamba tu hawatoki kwenye lile boksi la rasimu. Tukifanya hivyo naye tunafanya makosa ya msingi. Sasa wajibu wao ni kurekebisha. Wanaweza kupunguza, wanaweza kuongeza, lakini yote ni kwamba iwe kwa nia ya kujenga. Sheria hiyo pia inanielekeza kwa baada ya rasimu kuchapishwa ndani ya siku 21 niitishe Bunge la Katiba na kumwagiza mwenyekiti wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba kuiwasilisha rasimu hiyo kwenye Bunge la Katiba. Na hakikishia kwamba yote hayo yatafanyika kama sheria inavyotaka. Viongozi, ndugu wananchi, baada ya rasimu hii, taarifa hii, baada ya kupokea taarifa hii, hatua inayofuatia sasa, yani kushamaliza kwenye hatua ile, sasa hatua inayofuatia ni kuiwasilisha kwenye Bunge la Katiba ili ijadiliwe na kupitishwa. Sheria ya mabadiliko ya katiba inanitaka kufanya mambo mawili. Kwanza, kuunda bunge lenyewe la katiba. Kwa mujibu wa sheria ile, bunge hilo linajumuisha wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na wajumbe wengine 201 watakaotokana na makundi maalum mbalimbali katika jamii. Taasisi zimetajwa na sheria: asasi zisizokuwa za kiserikali, asasi za dini, vyama vyote vya siasa vyenye usajili wa kudumu, taasisi za elimu ya juu, makundi ya watu wenye ulemavu, vyama vya wafanyakazi, vyama vinavyowakilisha wafugaji, vyama vinavyowakilisha wavuvi, vyama vinavyowakilisha wakulima na makundi mengineyo yenye malengo yanayofanana. Mchakato huo umeanza tarehe 13 Disemba mwaka huu. Mwaliko umetolewa kwa taasisi na makundi hayo kupendekeza orodha ya watu wasiopungua 4 na wasiozidi 9. Hapo mimi sasa na Rais wa Zanzibar tumeshirikiana, tutafanya kazi ya kuwateua wabunge maalum kutoka kukuta orodha hiyo. Kama ilivyoelezwa kwenye ratiba ile, ifikapo Januari 2 mapendekezo yao yamewasilishwa. Zimesalia siku 3. Natoa rai kwa makundi ambayo bado hayajawasilisha majina yao, hima wafanye hivyo ili wasipoteze fursa hiyo. Kwa kutegemea tutakapomaliza kufanya hii kazi ya kupata wabunge, maana nayo sio kazi rahisi sana. Hawa 30 tu ilichukua wiki nzima na ushei. Hawa sasa 201, kwa vyote vile itachukua muda. Lakini mara tukimaliza hiyo kazi, tukishatangaza yale majina, tutatangaza na siku ya bunge kwanza. Na baada ya hapo, lakini matumaini yetu ni kwamba ifikapo Februari 11 kwa vyote vile bunge hili litakuwa limekwisha anza. Lakini ratiba kamili tutakuja kuambiana.
Napenda kuwashauri Watanzania wenzangu kuisoma kwa makini ripoti ya tume ili waweze kuelewa vizuri, wasisite kutoa maoni yao kwa kutumia njia mbalimbali za mawasiliano. Wanaweza kuwatumia wabunge wao, wanaweza kuwatumia wawakilishi wao, wanaweza kutumia magazeti, wanaweza kutumia mitandao kama wabunge na wawakilishi wanasoma hiyo mitandao. Mara kati mwingine wanaweza kutoa maoni kwenye mitandao, hawa wanaokwenda huko hawasomi. Kwa lazima utafute namna ambayo itakufikishia maoni yako kule. Kwa sababu wale sasa hatimaye ndio wenye uamuzi wa mwisho. Sasa namna ya kufikishia maoni yenu kule, namna ya kuinfluence maoni yao, thinking yao, ni lazima wananchi tutae. Maana tusiache tu kwamba ni na wale peke yao. Je, wanapokwenda kule nao wanakwenda huko na mawazo gani? Ni vizuri sana na muhimu sana wakipata mawazo ya wananchi. Na wala Tanzania wenzetu ambao watapata bahati ya kujumuika na wabunge na baraza la wawakilishi katika bunge hilo maalum la katiba, tunatakia kwamba watambue kwamba wanao wajibu huo na wafanye jitihada kubwa ya kuelewa kipengele cha kwanza, ukurasa wa kwanza mpaka ukurasa wa mwisho wa rasimu hili, kwa sababu wanatakiwa watoe maoni yao kuhusu kila kipengele. Wasiende pale nao wakachagua tu, mimi nataka hiki tu. Lakini nataka tutoe maoni, kwa ni vizuri sana waelewe vizuri ripoti ile, waelewe vizuri rasimu, maoni ya wananchi, ili waweze kufanya kazi. Lakini kubwa ni wakumbushe, tutazungumza nao wakati wa kuzindua bunge lenyewe, kwamba lazima watambue kwamba hatimaye wananchi ndio wenye uamuzi. Kunao kwenda na mawazo yao peke yao yakawa hayaendani na wananchi, wanaweza kukuta kule wananchi wakakataa. Ndugu zangu, viongozi wenzangu na wananchi wenzangu, niruhusuni nitoe pongezi maalum kwa wajumbe wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba chini ya uongozi makini na mahiri wa Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba akisaidiwa na Mheshimiwa Agustino Ramadhani. Wamefanya kazi nzuri na mwenyekiti wao wamejitahidi sana kujenga hoja. Najua haikuwa kazi rahisi. Maoni yalikuwa mengi kutoka kwa wananchi mmoja mmoja, taasisi, makundi, hata miongoni mwao pia walikuwa na maoni mengi, contending ideas. Lakini hatimaye wameweza kuja na pendekezo ambalo wamewasilisha, au mapendekezo waliyowasilisha leo. Wakati mwingine mazingira ya kufanyia kazi hayakuwa rafiki sana, lakini ndio changamoto yenyewe. Baadhi yenu, kama sio hata wengi wenu, mmekuwa viongozi mlioshika dhamana kubwa, mnajua ninachokisema. Katika maisha yenu ya kazi, si kila siku ilikuwa rahisi. Kuna siku unaamka hujui kesho mtaamkaje. Lakini ndio hazards zenyewe hizo. Lakini nashukuru kwamba mmezichukulia vizuri. Kuna wakati nikawa nasoma kwenye magazeti, nikawa natishika na mitandao ile. Ningejua ingekuwa hivi, ningesema wazee hawa hivyo walizani kazi rahisi ya kushangiliwa tu, kupigiwa makofi. Kuna wakati itakuwa ngumu tu. Sasa katika ugumu huo ndio unatakiwa lazima ukabiliane na hali hiyo, na mwisho wake lazima uimalize kazi. Na mimi nashukuru kwamba mmekabili yote hayo na kazi mmeimaliza salama. Nawapa pole kwa yote yaliyowakuta katika kipindi hicho, lakini kubwa zaidi ni pole ya kumpoteza mjumbe mwenzenu Dr. Edmund Sengondo Mvungi. Alikuwa mjumbe muhimu. Nilishawishika kumteua kwa kufahamu kwamba alikuwa ni mmoja alikuwa ana dhamira sana ya kuwa na katiba mpya. Naelezeni kwa nini nilimteua. Siku moja nikwenda kwetu Bagamoyo. Nikwenda pale hoteli ya Paradise kabla haijaungua.
Nikamkuta Profesa Dr. Mfungi pale. Kama nikamshukuru sana, kushukuru sana bwana kwa kuja kutuungisha wana Bagamoyo. Maana mkija kukaa ndio hoteli zetu zinapata wapangaji. Sisi wenyewe Bagamoyo pale hatukai hoteli. Mimi nikienda Bagamoyo nikifikia hoteli aibu. Hoteli zetu tumezijenga kwa ajili ya nyewe. Na catchment area yetu kubwa ni watu wa Dar es Salaam, kienda pale weekend. Kama habari za kusema vipi unashughuli au unapumzika, anasema hapana, hapa mimi natengeneza rasimu mpya ya katiba. Nikamwambia Dr. wait a minute. Utatengenezaje rasimu ya mpya peke yako? Rasimu ya katiba lazima ituhusishe wote tu. Sasa chama changu kimeniagiza hivyo. Kama hata chama chako hakiwezi kutengeneza rasimu ya katiba peke yake. Lazima jambo hili. Kwa hiyo ilipotokea mapendekezo yale na chama changu kilipompendekeza, nikasema huyu anafaa kwa sababu namjua hasa hili jambo linamkereketa. Sikuwepo kwenye tume, lakini naamini kwamba alikuwa ni mmoja alitoa mchango mkubwa sana wa mawazo. Na ndio maana baada ya kufariki waliponiomba waongeze muda ili waone namna ya kujipanga, nikasema hili ni jambo jema. Kama alivyosema Rais wa Zanzibar, tuendelee kumwombea tu kwa Mwenyezi Mungu ampe mapumziko mema. Tutaendelea kumkumbuka tu, tutaendelea kumthamini kwa mchango mkubwa aliyoutoa alipokuwa anafundisha katika chuo kikuu, katika chama chake cha NCCR na katika tume hii ya mabadiliko ya katiba. Ndugu zangu, tume imemaliza kazi yake kama ilivyopangwa. Kilichobakia sasa ni wajumbe wa bunge maalum la katiba kutimiza wajibu wao. Ni matumaini yangu kuwa watafanya kazi yao kwa kuongozwa na kanuni ya kujali maslahi ya taifa kwanza na yao binafsi au ya makundi yao baadaye. Tukienda pale kwa kujali maslahi yetu binafsi na makundi yetu pale, kuna hatari ya kupata katiba ambayo haitakidhi maslahi ya taifa. Wajumbe wa tume walizingatia msingi huo au kanuni hiyo kwa ukamilifu. Nafahamu, msiseme nimefahamu vipi, lakini baadhi ya wajumbe ambao tatabu sana na makundi yao yaliyowatoa huko. Mbona hutuambie? Anaambia mimi sikuambiwa, niwaambie nyinyi. Mimi namwambia Warioba tu. Basi hutoshi. Tuwezi kufanya hivi. Hili jambo hili sio la kikundi kimoja cha siasa wala kikundi cha dini wala kikundi cha maslahi binafsi huko. Hili ni jambo la taifa lote. Kwa sababu hata hawa 201 sio Watanzania wote. Hawatawakilisha makundi yote. Bado hata ya makundi yaliyotajwa yako mengine mengi humu ndani hayamo. Lakini nataka kwamba hawa waliopo hapa watambue kwamba wanafanya hii kwa maslahi ya taifa na watu wote walioko pale. Lakini watu wakienda pale na mimi nakwenda kutafuta agenda ya kundi langu. Haya, tutakuwa na agenda pale, tutakuwa na katiba za namna ngapi pale? Kila kundi liende na lake. Hawa na yao, hawa na yao, hawa na yao. Hiyo katiba kwanza inawezekana kutengenezwa? Haiwezekani. Tunasema kama lazima watu wenzetu hawa waongozwe na maslahi ya taifa kwanza, ya makundi yao na yao binafsi lazima achukue nafasi ya pili. Naamini kwamba mfano mzuri wa tume ya mabadiliko ya katiba utawaongoze wajumbe wa bunge maalum. Wakifanya hivyo watahakikishia Tanzania katiba ambayo italinda muungano wetu na umoja wetu, itakayopanua na kuimarisha demokrasia yetu, katiba itakayowezesha haki za wananchi wetu kulindwa, katiba itakayoimarisha utendaji wa taasisi zetu za umma na za binafsi na kuleta maendeleo endelevu na ustawi wa Watanzania wote. Sasa
na kwa miaka mingi ijayo. Ndugu viongozi, ndugu wananchi, wahenga wamesema hakuna refu lisilokuwa na ncha. Mchakato wa katiba nao unaelekea ukingoni, lakini tumefika hatua muhimu sana ya kuwa nayo au kutokuwa nayo sasa. Maana huko mwanzoni kote ni hatua ya mapendekezo tu, lakini sasa ndio tunakwenda kwenye hatua ya uamuzi. Inaanza sasa pale kwenye bunge la katiba, ndio kutatokea uamuzi sasa, katiba iwepo ama isiwepo, na ikiwepo iwe ni katiba ya namna gani. Huko kwingine kote ni maoni tu, wanakusanya, tumesikia hivi, labda hivi, nasema hii hukusikia sawa sawa. Lakini sasa ndio unaanza mchakato sasa wa kufikia uamuzi. Viongozi wetu wa kisiasa, viongozi wa kijamii wanayo nafasi maalum ya kuhakikisha kwamba tunafanikiwa. Maana wao sasa, wale watakaokuwa pale ndio watakaokuwa na hiyo fursa ya kufanya uamuzi. Naomba watimize wajibu wao huo ipasavyo, ili tuvuke salama katika jambo hili kubwa na muhimu sana kwa historia, uhai na ustawi wa nchi yetu sasa na miaka mingi ijayo. Nilipozungumza na viongozi wa CCM, Chadema, CUF, NCCR Mageuzi na UDP pale Ikulu wakati wa majadiliano ya marekebisho ya sheria ya katiba, mwishoni niliwatahadharisha kwa wakienda kwenye bunge kwa kushindana, nani kapata nani kakosa, nani atapata zaidi nani atakosa, katiba hii haitapatikana. Mivutano yao itafanya ishindikane kupata theluthi mbili. Nataka nilisema hivi hapa, niliowaambia hawa kina Lipumba, naona yuko Lipumba pale, yuko Mbatia, yuko mwanasheria maarufu Tundu Lissu. Wakati mwingine naye sheria anazichanganya na anawachanganya sana na wenzake lakini wanamwamini. Namwona Cheo yuko pale, tulikuwa naye. Kama mnajiandaa, maana wakati mwingine tunaona vidokezo, unajua tukienda kule hawa wanafikiria hivi, tutawashinda hivi, tutashirikiana na huyu, tutashirikiana na huyu. Haikufikisheni mbali. Alliance yenu pale iwe ni ya wote. Mtafute, niwaambia, tafuteni namna ya nyinyi wote kukaa pamoja, viongozi wa siasa, ili mkubaliane namna gani tutakapovusha taifa hili. Lakini mkienda pale kwa kutafuta mshindi nani, mtashindwa wote, kwa sababu kila mmoja wenu anao uwezo wa kuzuia theluthi mbili isiwepo. Na nilisema hadharani, maana nilisema pale kwa siri. Nimewaambia watu, mkienda mkafanya, mimi sikio mlinikubalia. Sasa mkienda mkafanya tofauti, shauri yenu. Lakini mimi nishawaambia watu kwamba tulikubaliana kwamba wananchi wa Tanzania wanataka katiba, na katiba hii mkienda kwa uhodari wa chama hiki, wa chama kile, msiwasikilize vyama waandishi wa habari, watataka muende huko, fulani kashindwa, fulani kashinda, na nyinyi mkivimba kichwa kwa hayo mtakuja kuniambia. Lakini tukishindwa kunatokea nini sasa? Ndio katiba haikupatikana. Lakini msiseme kwamba nchi itakuwa haina katiba. Iliyopo sasa inaendelea. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo haina katiba.
iliyopo sasa inaendelea na mambo yake yanaendelea mpaka mtakapoanza mchakato mpya. Sasa sijui mtamtaka tena mzee Warioba ama mtatafuta mwingine, ili mpaka mfikie mke. Nasema hili viongozi nyinyi mnaokwenda kwenye hilo bunge mlitambue hili. Lakini mkienda pale kwa interest zenu za makundi yenu, tutakuja kuambiana katiba ile itashindikana. Na ikishindikana msiulize sasa kuna utaratibu gani. Hakuna utaratibu mwingine, hakuna utaratibu wa mpito. Utaratibu ni huo, katiba iliyopo inaendelea mpaka mtakapoanza tena mchakato mwingine. Mimi wakati nitakuwa nishastaafu, niko kijijini Msoga. Kwa hiyo ndugu zangu, niliyasema haya lakini nayarudia. Nalisema hili kwa dhati kabisa. Tunataka jambo hili lifanikiwe. Kwa sababu kutokufanikiwa ni gharama yake ni kubwa sana. Matatizo mengi haya ambayo tume imesaidia sana kuyaainisha yatakuwa hayakupatiwa majawabu. Baada ya kusema maneno mengi yangu hayo, mimi yangu ni mengi, naomba kabla ya kumaliza niwashukuru na waandishi wa habari kwa mchango mkubwa mlioutoa. Ombi langu kwenu, msipotoshe, msichochee. Atakayechochea hana mapenzi na nchi yetu. Mimi naombeni sana, maana nasema hivi, uhuru wa habari huu ambao haujali maslahi yetu ni yapi, nasema una matatizo sana. Lazima watu mkubaliane kwamba hili ni letu. Sasa nataka tuiongoze nchi yetu ipate katiba. Lakini nyinyi mkafanya ile kazi ya kuchochea huyu na huyu wagombane, huyu na huyu wagombane, hatimaye nchi yetu hii haitafika mahali. Lazima na nyinyi mchukue dhamana hiyo, kwamba mnayo dhamana ya kusaidia nchi yenu ivuke salama kwenye mchakato huu. Baada ya kusema maneno yangu hayo, naomba sasa tuende tukasome rasimu, tusome taarifa, tuanze kutoa maoni, tuanze wajumbe wa bunge la katiba waanze kujiandaa, maana wabunge na wawakilishi tayari wapo. Wale wengine tunadhani kwamba katikati ya mwezi Januari tutakuwa tumeshawapata tu, kama sio wiki ya pita kwa wiki ya 3. Baada ya hapo watakuja kwenda kwenye bunge hilo kufanya kazi. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo niseme tu, Mungu aibariki Tanzania, atubariki wa Tanzania wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naam, mtazamaji, huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizungumza mengi kwa uchache, na ukweli ni kwamba maneno ya busara kabisa ambayo yanajali maslahi ya taifa na kuacha tofauti ya vyama au maslahi ya kundi fulani. Kwa mujibu wa ratiba yetu ni kwamba baada ya Mheshimiwa Rais kuzungumza kutakuwa kuna picha za kumbukumbu, lakini picha hizo zitakuwa katika utaratibu maalum ambazo zitakuwa zikiashia kumbukumbu ya tukio maalum, tukio adhimu kabisa katika maisha yetu sisi wa Tanzania, na hasa maisha yanayozingatia maongozo ya katiba na sheria. Sasa kwa haraka nikukumbushe nini alikizungumza mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba. Kwa kifupi kabisa ni kwamba amezungumza mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba, akazungumza vile vile rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na mwisho kabisa amezungumza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amezungumza mengi kama nilivyozungumza kwa uchache, lakini zaidi alijaribu kuigusia swala la mchakato mzima wa namna tume ilivyoundwa, kwa sheria ipi, namna tume iliyofanya kazi,
tume ilivyotekeleza wajibu wake na mabaraza yale ambayo tumeyazungumza hapo awali, mabaraza ambayo yameundwa kwa ajili ya majimbo, mabaraza ya katiba, lakini mabaraza mengine ambayo yameundwa kwa kutokana na taasisi au asasi zile zisizokuwa za kiserikali. Na baadaye Mheshimiwa Rais akazungumzia namna ambavyo yeye ushiriki wake na hasa kuipokea ripoti hii na baadaye kuichapisha katika gazeti la serikali na hatimaye ripoti hii ikatangazwa na magazeti mengine, kwa maana sasa ikawa ni kitu ambacho ni cha umma, yani kikajulikana. Amemwomba vile vile mwenyekiti wa tume kwa sasa ripoti hii iwekwe hadharani, kwa kuwa yeye na siku 30 za kuichapisha na kuitangaza ripoti hii, lakini vile vile amemtaka mwenyekiti wa tume naye aichukue jukumu la kuitangaza kupitia mitandao, hasa website ya tume, ripoti hii. Na baadaye akazungumza Mheshimiwa Rais kuhusiana na bunge nalo litakavyochukua wasaa au litakachochukua fursa hiyo ya kuijadili ripoti hiyo kupitia katika bunge maalum, ambapo mwenyewe mmesikia akizungumza kwamba kuanzia pengine mwezi Februari 9 huko, lakini taarifa zatolewa bunge hilo. Wakazungumza kwamba litakuwa na wawakilishi au wajumbe ambao ni wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile wawakilishi kutoka Baraza la Wawakilishi na wale wajumbe ambao yeye na Rais wa Zanzibar wamewateua kutoka katika makundi mbalimbali ambao imefikia idadi ya 201 kutokana na sheria zilizopo. Mheshimiwa Rais amezungumza vile vile kwamba katika bunge la katiba ameomba wazingatie na hasa wajumbe wazingatie mjadala unaohusu maslahi ya taifa na si kuangalia chama ama mtu au taasisi fulani. Mheshimiwa Rais vile vile amemtaja Dr. Sengondo Mvungi kuwa kiungo muhimu sana katika uundwaji wa katiba, na akatoa mifano. Alikutana naye, akazungumza naye, akagundua kwamba kweli ni mmoja kati ya kiungo muhimu, na ndio maana akamteua kuwa mmoja kati ya wajumbe wa tume hiyo.